Tuna mfano mzuri Gen Z Kenya. Vurugu zilishtadi na dunia nzima kaona, lakini leo tutazame ile hasara iliyopatikana. Wamekufa vijana, mama zetu wamekwenda kuzika watoto wao. Nani anataka lile? Na kwa lipi? Serikali imeondoka kuondoka. Lakini vile vile ili hali hii kuweza kuiweka mahali pake, kuituliza, ni serikali wana wajibu wa wao kuonyesha kuwa watasimamia haki. Utasimamia haki. Kuna mambo mengine kama ukiyafanya unakuwa yule mtu umeshamaliza, kwa sababu penye haki lazima amani itakuwepo. Shengine hawa vijana wanafanya haya yote kwa kutaka kusukuma, mbona tusikilizwi, mbona hii wanafanya hivi, mbona hivi. Miaka 39 kijana wa Kizanaki kutoka kijiji cha Butiama anaaminiwa na kuapishwa kwa rais wa Tanzania, rais wa Tanganyika hapo kabla ya muungano. Na haya ni miongoni mwa rasharasha tu kati ya mengi tunayoenda kuzungumza na mzee Mohamed Said, mtaalamu wa historia nchini Tanzania. Mzee Said, uhali gani na karibu sana. Asante bwana. Shikamoo. Marhaba. Sawa. Salamu ndugu Mtanzania popote pale ulipo, nikukaribishe tukienda kuangazia miaka takriban 103 ya kumbukizi ya mazazi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania. Mzee wangu karibu sana. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwako unamkumbuka vipi? Ismail, Naam. Umeleta jambo ambalo limenifurahisha kidogo. Umetaja Zanaki. Mwalimu Nyerere amekuja Dar es Salaam mwaka 52. Na hii ni historia ambayo kila siku mnasikia. Na alipokewa na Abdul Said. Ndio alikuwa kiongozi wa TAA wakati ule. Alikuwa acting president na vile vile alikuwa secretary. Sasa na mnukuu binti yake Abdul Said anaitwa Aisha. Aisha jina lake la utani ni Daisy. Kwa mara nyingine utaniona na nataja Aisha na mtaja Daisy. Ilipofika miaka 50 ya kifo cha babake 2018, aliandika makala ya kumbukumbu ya baba yake. Sasa nakuja katika hii kabila la Wazanaki. Daisy anasema wao nyumbani kwao pale walikuja kujua kama kuna kabila la Zanaki baada ya kumwona Mwalimu Nyerere. Ndio wakajua kuwa kuna kabila linaitwa Wazanaki. Sasa utaja hii Wazanaki ukanikumbusha ile makala ambayo aliandika Daisy. Ilikuwa makala nzuri sana ambayo unaweza hata wewe kuitumia kumjua Mwalimu Nyerere alikuwa vipi. Anasema kuwa mimi nimemwona mwalimu akiishi nyumbani kwetu, mimi ni mdogo pale baada ya kuacha kufundisha kufundisha shule Pugu. Naam. Sasa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama tulivyosema, watu wengi tayari wameshamzungumza na mambo mengi. Ni nguli, gwiji wa siasa, mwandishi, mwalimu, na ana sifa kadha wa kadha nyingi ambazo kinywa changu huenda kikawa kichache kuzungumza. Lakini tupo katika wakati ambao Oktoba 14 tunaenda kukumbuka miaka yake 103 tangu kuzaliwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini vile vile Oktoba 29 Tanzania inaenda kutekeleza uchaguzi mkuu ambao ni uchaguzi wa 7 tangu kuanzishwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995. Kwako wewe, vijana wana nafasi gani nchini Tanzania katika ushiriki wa siasa na maamuzi ya taifa lao? Mimi nitakutaka radhi kwanza. Kuna vitu navigusa mimi na lazima niviseme, na uko na hayo maswali unataka kuniuliza nitajibu vile vile.
Umemtaja Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na gazeti hapa zamani inaitwa Change. Ile gazeti la Change alianzisha marehemu Juma Mwapachu. Lilikuwa la Kiingereza. Kwa muda uliokuwepo lilikuwa linatoa makala nzuri sana. Na mmoja wa maeditor alikuwa Abdu Mtemvu. Abdu Mtemvu ni mdogo wake Zuberi Mtemvu ambaye alikuwa General Secretary wa tano na katika waasisi wenyewe wa chama cha tano wapigania uhuru. Sasa siku moja wakataka kuandika habari za Mwalimu. Mwalimu nani huyu? Na nadhani hii ilikuwa msukumo wa Juma. Make Juma Mwapachu ni mtoto wa Hamza Mwapachu ambaye alikuwa rafiki yake Mwalimu Nyerere. Basi wakamfuata Mzee Dosa Ruvu kwa anakaa Mlandizi. Basi anamuuliza Mzee Dosa. Sasa ile interview kuna maswali mengi, mimi nitakwambia mawili haya kwa sababu tunamkumbuka Mwalimu Nyerere. Akamwambia Mzee Dosa, hebu niambie juu ya yote yalitokea baada ya uhuru na nini na nini na nini. Kama leo nyinyi mnarudi tena pale New Street, ofisi ya TAA ile 53, mnataka kiongozi wa kuongeza mapambano dhidi ya Waingereza, leo mnarudi pale, mchagua Nyerere. Asema sisi hatukufanya kosa kumchagua Nyerere. Hatukufanya kosa kabisa kumchagua Nyerere. Na nitakuunganisha hii kauli ya Dosa, ya Mzee Dosa anamwambia Abdu Mtemvu. Sasa nakupa kauli nyingine ya Kleist, mtoto wa Abdu Sykes. Babake amemwambia nini kuhusu Nyerere? Akamwambia, sisi ile kazi ya Nyerere tumchagua pambana na Uingereza aliifanya kama tulivyotegemea. Hakuna malipoti za kusema hapa mbona kavuruga hapa, vile vile mpaka tulipandisha bendera yetu juu. Lakini lingine, hii Mwalimu mwenyewe akasema hii si mtu mwingine mwenyewe, na nyinyi Daily News mwende kwenye maktaba yenu mtafute gazeti. Watu wa mabenki hawa bwana wamwandikia barua Nyerere Mwalimu. Sasa wao hawamjui, najua. Kama wangemjua ile barua singemwandikia. Hiyo barua ya siri hiyo. Siri kubwa, si siri ndogo. Kaambia Mwalimu, hizi nchi za Kiafrika hizi si nchi za kuzitegemea bwana. Sasa bwana, kama una hazina zako bwana, tupe sisi tukwekee bwana. Kuna leo na kuna kesho. Sasa barua wameleta watu wawili hapa. Naona bahati mbaya sana watu kwa wameletea watu marafiki. Nyingine kaletewa Amiri Jamal. Amiri Jamal wote unajua sifa zake. Amiri Jamal, ukimgusa Amiri Jamal ndio umemgusa Nyerere. Wadipu kasoma barua ile. Sasa hii nasema mimi. Nadhani Mwalimu akasema hivi, hawa wazungu hivi wanatuonaje sisi? Kuwa sisi hatuwezi kuendesha mambo yetu, sisi watuwezi, tutachukua mapesa, tutapeleka kwao. Sikapeleka Daily News bwana. Kaambia hii front page hii. Lakini nyinyi si mnajua kama Mwalimu vile vile ndio alikuwa chief editor bwana, si mnajua hiyo. Au ya mtu weka hiyo ya chief editor Mwalimu. Sasa kwa mujibu wa muundo wa nyakatizo ilikuwa hivi. Kaambia ichapisha. Wale jamaa wafanya siri, siku pia unajikuta uko nje uchi. Wamefedheshwa. Pamoja na Amiri Jamal yake vile vile bwana. Lakini lingine ambalo narudi kwa Mzee Dosa, anasema Mwalimu tulikuwa na kawaida sisi. Asubuhi tunakutana pale ofisi ya 5 siku za New Street kupanga nini tufanye. Na wakati mwingine Mwalimu asubuhi program inaanzia Kozikef Hotel. Unajua Kozikef iko mjini kule mtaa wa Mkwepu. Kuna kijihoteli pale Mkwepu,
na Makunganya pale, ile hoteli kubwa sana enzi na enzi. Sasa hivi ndo imekuwa, wakati ule ndo ilikuwa wenyewe wazungu pale wanakutana pale kwa ajili ya kunywa chai na mtemvu. Basi yeye Dosa atachukua bahasha ya pesa, atampenyezea Mwalimu. Dosa alikuwa tajiri wakati huo, alikuwa na magari ya mchanga kama 5 hivi, alafu babake alimwachia majumba, watu tajiri sana. Anasema hii kanambia mwenyewe mzee Dosa, mimi kwa kauli yake nilikwenda kuzungumza naye nani Ruvu pale Mlandizi. Anasema Mwalimu, ile tukifika jioni kutana kuja kupea na mrejesho, mambo yamekwendaje? Ile bahasha anarudishia vile vile, senti moja kutoa. Unajua si kitu kawaida si jambo la kawaida uaminifu wa kiwango cha juu. Ismail, unaweza basi bwana, nisikufedheshe bwana. Basi hili Mwalimu ndo huyo bwana, ni kuwa pesa haibabaishi. Na kuna mtu mwingine alikuwa karibu sana na Mwalimu, karibu sana. Yeye alisoma kitabu changu hiki cha Abdul Saksi, akaja kunambia, akisema Muhammad, mimi Mwalimu namjua mimi kijana, kwanza alikuwa rafiki ya babangu kijana. Alisema Mwalimu hababaishwi na pesa, ni kitu ambacho ni kama vile akipo. Juzi kuna hiki kipindi cha Wahidini Michuzi Makinikia kwenye mtandao, analeta vitu vingi vizuri. Juzi akatoa moja, mimi nikachika mwenyewe, katoa birthday ya Bi Maria Antoinette, mke wa Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanga. Birthday yake imefanyiwa Paris kwenye hoteli kubwa kabisa, na muziki unapigwa na orchestra Sosoliso. Sijui kama nyinyi mliwahi bendi ya Sosoliso. Ilikuwa bendi ya vijana na ilikuwa ikipiga muziki. Hakuna kijana ambaye alikuwa hapendi muziki wa Sosoliso. Wakati wetu sisi tunakulia katika miaka 70 80 ile, kila party lazima uweke muziki wa Sosoliso. Napigwa muziki wa Sosoliso, Mobutu na mkewe wanacheza dansi. Sasa mimi nikaitazama ile, nikasema sasa namleta Mwalimu. Nikasema hii Mwalimu akitazama na kitu hivi. Mwalimu huwezi kumleta katika mambo ya kipuzi kama yale. Samani kwa kutumia hili neno puzi, lakini hakika ni upuzi. Basi kama unataka hata kufanya hiyo sherehe ya mkeo birthday, basi fanyie nyumbani, waite ndugu zako waje, Mama wa taifa na yeye leo siku yake kuzaliwa, na hivi vyakula wakala ndugu zako, kwenda kufanyia uzunguni Paris, of all the places. Basi nikamwita. Sasa huyu ndio Mwalimu. Sasa kidogo vijana wa zamani hapa huenda umewaacha kidogo kuambia kuhusu Mobutu, labda kidogo alikuwa nani? Mobutu ana historia kubwa sana. Mobutu yeye ndio alimpindua, hapana sio Kabila, yeye alimpindua Lumumba, na Lumumba mwisho akauliwa vibaya kabisa. Alikuwa rais wa Zaire. Alikuwa rais wa siku zile, alikuwa kwanza Kongo, afu akabadilisha jina, yeye kabadilisha, alileta sijui tuiteje kuwa tusana kubadilia, walikuwa wanaita authenticity, tubadilishe majina, wakawa wanabadilisha majina ya wanachukua majina ya kiasili. Basi huyo ndio Mobutu. Alikuwa mtu wanasema Mobutu alipinduliwa, alikimbia nchi. Umesema wewe umeniuliza swali, nitatoka nje kidogo umpate watu au vijana wamesema kumjua Mobutu. Akaenda Morocco. Alikimbilia Morocco Mobutu. Kinshasa ndio alimpokea. Sasa akaenda na wapambe wake. Sasa hii siku zile gazeti la Newsweek, gazeti maarufu, tukamera kila wiki linatoka.
Mwandishi anaandika, wale wapambe wamefika kwenye 5-star hotel ya nyota 5, wana register, ndio wamekuja pale sasa Brussels kwa Ubelgiji. Watu wanamuuliza, chumba gani unataka? Anasema suite. Suite ni hoteli lakini kama nyumba, kama nyumbani kwako, una vyumba, una mali pa kupumzikia, una sitting room, una nini. Yule dada mwenye kuandika kastuka, akaambia suite kwa siku ngapi? Akasema weka open mpaka hapo tena tutakapokuwa tumekaa vizuri. Kwa sababu mtu kwenye suite huwezi kusema open, kwa sababu kwa siku unalipa $10,000. Akajua kwa huyu ana wasiwasi, labda mimi siwezi au sisi hatuwezi kulipa hii. Akaambia, mamangu, wewe hofu yako nini kuwa sisi hatuwezi kulipa hizo pesa mnazochaji kwa hiyo suit? Sasa alikuwa amechukua begi kama ile ambalo unaingia nalo kwenye ndege, akalinyanyua ile begi, akaweka juu ya meza, akafungwa zipo. Anaandika mwandishi, akatoa kinoo, unajua kinoo cha dhahabu, kinoo kimoja kile, akakiweka juu ya meza. Akamwambia, hii haiwezi kulipa hii. Dada akasema, mzee, si kama haiwezi, inanunua hoteli yote hii. Huyu ndio Mobutu. Anacheka. Mwalimu Nyerere hakuwa mpenda mali kiasi hicho. Mwalimu alifatwa kuombwa atie kauli yake ili maiti ya Abeid Babu irudishwe kutoka London aje kuzikwa hapa. Makina mambo ya pesa. Na kama mwalimu akisema hata zile serikali watafanya mambo haraka, haitakuwa muulize huyu, kwa sababu alikuwa yupo kwenye serikali. Lakini mtu ambaye ametumikia serikali, basi huyu bwana anasema, sasa mimi najua mentality ya mwalimu. Mwalimu akawaambia, sema babu bwana, akawa nasikitika, sema babu akinishambulia sana bwana, namwambia jamaa. Akaambia, sasa mwalimu, wewe unategemea kushambulia nani? Mobutu ndo kushambulia wewe? Basi mwalimu mwenyewe kacheka. Sio kama umeelewa ile picha. Kwa wewe mwalimu unategemea kushambuliwa na nani? Na Mobutu. Mobutu ana time ya mambo ya kusoma, hata kusoma policy za nchi, akajua hiki na hiki, akasema hiki kimekuwa sawa, iko sawa. Asa babu ndo saizi yako wewe. Ndio wote wa kilezi intellectuals. Ndio maana alikuwa anakushambulia kwa sababu wewe ni sasa yake. Mwalimu akacheka. Akawa amefurahi manake. Basi huyu ndio Mwalimu Nyerere. Pan-Africanist hao. Sawa, asante. Kulikuwa na swali hapa kidogo linauliza, nyakati kama hizi za kuelekea uchaguzi mkuu, umepata bahati ya kuishi nyakati za Mwalimu. Vijana mlikuwa mnachagizwa vipi kutamani kwenda kuamua kwanza kipindi cha kampeni, lakini pia nafasi yenu vijana kwenda kuamua katika masanduku ya kura yale? Hamu ilikuwaje kwenu vijana? Mimi nitakupa uchaguzi mwaka 65 ambao mimi ndio naukumbuka, ndio na akili zangu. Mwaka 65 mimi na miaka 15. Ilikuwa na shambra, ingawa ilikuwa ni chama kimoja, wenyewe kwa wenyewe wanapambana, lakini kuna watu walikuwa wanajua kama huyu kusemeshwa naye wewe huwezi kushinda. Mtu mmoja, Bryson kasimamishwa na mzee Maneno Kilongola. Na Kilongola mtu wa Dar es Salaam, wazara mwenyewe kwao hapa. Kasimamishwa na Bryson, ni mkutano Mnazi Mmoja pale. Kapandishwa Maneno Kilongola. Kazungumza sera ndio hizo moja, chama kimoja, kazungumza na ikijaza watu, mikutano 5 ikijaza watu, kazungumza akamaliza, akapanda Bryson. Sasa Bryson ni mzungu, ndio ujue nchi yetu imetoka wapi. Na ndio maana kuna watu wengi wa zamani wanasema, sasa hii jamani, mbona imekuwa hivi? Bryson anaposimama tano nini, akasema hii Maneno Kilongola hii ina maneno nyingi kama jina yake hii. Kapita.
ulikuwa ukisimamishwa na Amir Jamal, huwezi kumshinda, huwezi kutoboa. Kiswahili sasa unaweza kutoboa. Huyu bwana Bryson ambaye ni mzungu ndio aliyewahi kuwa mbunge hapa jimbo la Kinondoni. Ndio. Hao watu wameingia kwenye kura tatu hao. Mwalimu aliwaambia wenzake, nyinyi hawa Waingereza hiyo wametokea mtego tu. Sisi tunaweza tukafanya kuingia kura tatu, lakini tukawaleta sisi watu Wahindi na wazungu ambao sisi wanatukubali, sisi watu wetu wanaamini hicho tunachopigania. Ndio akapata wale kina Sofia Mustafa, nani ule alikuwa Tabora kule mwanasheria, Bryson huyo, Amir Jamal akaingia, kina nani Mlindi kile kulikuwa Wahindi, nani Tanga vile vile majina yao siyakumbuki. Na ilikuwa uchaguzi hausikii mtu kasukumwa katika uchaguzi. Ilikuwa ni kama vile sherehe tu, utapigwa ngoma nini, utasikiliza sera pale, afu hao wataondoka kwa kura, wala haambiwe mtu kuwa ukishapiga kura kimbia nyumbani. Mambo yanakwenda sawa sawa. Kwa hiyo ni kitu kidogo. Kwa sasa ni mabadiliko makubwa yametokea, na watu tukata lazima mabadiliko yatokee, kwa hali ni tofauti, na wengine hawajui ile misingi ambayo hawa wasisi wa taifa hili waliiweka katika nchi hii. Umegusia hapa kura tatu. Ni nini hasa? Mwalimu alipata kuzungumza kura tatu mara moja tu, lakini hakuimaliza. Alizungumza. Mimi wakati naandika kitabu cha Abdul Sykes nilikwenda Tanga. Mwalimu alimtaja siku hiyo katika kura tatu, alimtaja Rashid Sembe. Nikaenda nyumbani kwa Rashid Sembe kumuuliza habari ya kura tatu. Alikuwa na barabara 14. Alifurahi sana kumwambia kwa nimekuja kufanya utafiti na kuandika historia 5. Akaniambia, bwana, kura tatu sisi tuko hapa. Mwalimu kaja ghafla Tanga, yeye na Amos Kisenge. Amos Kisenge alichukuliwa kama Secretary General wa 5. Kachukua nafasi, yeye alikuwa ni chini ya Zuberi Mtemvu. Mwalimu akamwambia Mtemvu, wewe bakia hapa, sisi tunakwenda Tanga. Kwa kutoka yeye na Amos Kisenge mpaka Tanga, wakutana kamati ya ndani ya 5 ya Hamisi Heri, mzee Mwalimu Kihere, na Rashid Sembe na wengine. Kamwambia mwalimu anafungua kikao, anasema, mimi nimekuja hapa ili mniunge mkono katika hili swala la kura tatu, wa sisi tuingie kwenye kura tatu. Ananiambia mzee Sembe, anasema, kama mwalimu umekuja sisi tuunge mkono kura tatu, kwa sababu hili jambo lilikuwa jambo linachukiza, mwisho wa kuchukiza. Mimi nimezungumza na mzee Germano Pacha. Germano Pacha ni katika wale wazalendo 17 wasisi wa 5. Yeye alikuwa katibu wa TAA Western Province Tabora. Nimekwenda kuzungumza na tena, nimemkuta kwenye ofisi yake. Kulikuwa na duka la wazee siku zile, vitu tabu, wazee wengi walifunguliwa maduka katika ofisi za 5, wanauza vitu hivi kwa vipatikani. Akaniambia, sisi kwa mtu akitutajia kura tatu, tulikuwa tunasema ni sawa mtu samani kwa kutumia neno hili, kenda haja akachukua ile kinyesi chake akajipaka. Maki walikwenda kwa kiwango hicho, yani kama vile anamwambia mtu, unaona, tuambia sisi tujue kwenye ile kura tatu, mtu mwenye kile yake anaweza kuchukua kinyesi chake akajipaka. Sasa wale ile kamati ya 5 pale kina Miseri pale Tanga, kuna mwalimu anakuja kwa kitu kama kile. Maka ukisema jambo hilo, wewe ni msaliti, unatusaliti sisi na Waingereza.
kwa sababu chama ambacho walikuwa wanapingana nacho kilikuwa ni UTP, United Tanganyika Party, ambacho walikuwa kimeanzishwa na governor. Lakini Mwalimu, tunaingia vipi sisi kwenye kura tatu kwa masharti haya? Maana Waingereza waliweka masharti. Sharti la kwanza mpiga kura, na hapo anakusudiwa Mwafrika, ndio mpiga kura mwenyewe. Apige kura, ampige kwanza mzungu, amchague mzungu kuingia kwenye bunge la Legislative Council. Pili, amchague Muesha, alafu amchague Mwafrika. Nimesoma barua ya Zuberi Mtemvu. Zuberi Mtemvu anamwandikia barua mama mmoja katika Fabian Society Uingereza, anaitwa Kathleen Style. Anamuuliza, anamwambia, hebu niambie, wazungu, Wahindi, Waarabu wana uchungu gani na nchi hii kiasi sisi tuwapigie kura kuingia kwenye bunge? Pili, anatakiwa mtu awe na kisomo cha darasa la 12 ndio aweze kwenda kupiga kura. Alafu akashusha ile ikaja darasa la 10, lakini bado ule ni ubaguzi, wameweka kiwango cha juu. Tatu, awe na kazi ambayo inafahamika. Ukimwambia mtu na kazi ya Afrika Maka, labda ameajiriwa, labda kaajiriwa serikalini au kaajiriwa kwenye kiwanda, sio tu mtu kapanga njugu zake pale nje, nyanya zake pale nje, au yuko pale sokoni Kariakoo. Market Masa alikuwa Abdul Sykes, na alikuwa na kundi kubwa la wafanya biashara ndogo ndogo hizi wenye wakiitwa Baba Kabwela pale. Hao na wale ndio watu wake wa kwanza kuwauzia kadi ya 5, hao wakaja kupiga kura. Na masharti mengine ambayo manake hayaingia kilini. Manake ni kama vile nawaambia kuwa hiki chama sasa, hawa walokianzisha hawa watoke, wasifanye chochote, walete watu wapya, wasimame kama wagombea, na vile vile na kupiga kura. Sisi vipi? Sisi ndio tumeunda chama hiki cha 5. Sisi vipi nafasi yetu? Sasa ile jambo lilikuwa nyeti na Mwalimu kaliona, lakini alikuwa anajua kama hatukuingia kwenye kura 3 kwenda kuingia kwenye kura, tutapewa vipi serikali? Tutawaambia vipi sisi kwa sisi wananchi wanatutaka? Maki alikuwa analeta watu kila baada ya miaka 2-3 kuja kutazama hali ya siasa, na watu wanakwenda kuzungumza na ile kamati. Sasa ndio wakapanga mkakati kwa tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutapo kwenye Tabora. Wasemaji wakapangwa na mipango kapangika vizuri kabisa. Akanaitia Mzee Sembe yote, lakini mwisho wakamwambia, sasa mheshimiwa, siku kumuita mheshimiwa, hili jambo zito. Sisi Waislamu hatufanyi jambo lolote zito bila kumweka Allah mbele. Twende mnyanjani tukafanya kisomo. Sasa kanambia, kwa hili nenda kamuone Maka Omari. Maka Omari wakati huo alikuwa yuko mnyanjani ndo kwao, na kijibiashara chake kidogo pale. Ni kama vile ni kama maili 2 au 3 kutoka Tanga mjini. Mnyanjani ndio elimu yote ya dini ya Kiislamu Tanga ndio pale. Wasomi wote pale. Akimwenda Ayubu pale ndio kwao. Mimi wote watoka pale. Mimi nilikwenda baada ya karibu miaka 60-70 imepita, nilikwenda pale Tamta ndani Mnyanjani, na nilikutana na watoto wa hao ambao wazee wao walifanya hicho kisomo cha kumwomba Mwenyezi Mungu msaada tuwashinde Waingereza na njama zao, wanataka kutuangamiza sisi. Ndio wakaenda sasa Tabora. Ule mkutano wa Tabora ule ulikuwa na agenda 60, lakini watu hawakuwa wanazitaka hizo zote. Imepita huko kuna nini, pitisheni, imepita.
mpaka sasa imefika ile kura 3 sasa. Sasa ule mpango wa Tanga mkakati ukaanza kwa mimi. Mwalimu aliwaambia mimi nitajitoa kiti, nitakupa wewe Mwalimu Kihere, mimi nitakupisha na nitakupisha kwa sababu mimi nataka kuchangia, lakini wa kwanza kuzungumza utamsimamisha Sheikh Abdalla Rashid Sembe aanze kuzungumza na yeye aseme kuwa anataka 5 ingia. Basi mwalimu akatoa hoja na ukimstai au kumkatalia, akakaa pale. Mwalimu Kihere anagonga meza, kikao kinaanza. Watu wanaosha mikono, lakini anajua anamtaka nani. Kama wao vile, akamwambia haya Sheikh Sembe tukusikie. Sasa Sembe ana hadithi mwenyewe. Sasa mimi nikasimama na koti langu na kanzu yangu na kofia yangu vizuri pale. Sheikh asema mimi naunga mkono 5 kuingia kwenye kura 3. We bwana we. Hey. Wajumbe sasa wanafanya vurugu, hivi viti unajua wajumbe wanapokuwa hawataka kumsikiliza mtu wanasukuma vile, na ilifanyika kwenye parish hall, ukumbi wa kanisa Katoliki pale Tabora. Mpaka leo ukienda utakuta wameweka ile matangazo pale, wameandika kumbukumbu. Wajumbe visa walianza zamani. Walikuwa hataki ile kusikia maneno yale. Akasema Maboke Munanka yeye hayupo katika mpango ule, wala hajui kama kuna nini. Kakupangua, alimchambulia Sembe vibaya sana, kwa sababu kwanza kulikuwa na sifa moja, uko kandaziwa kia anayekuja moto. Kandaziwa labda ukimtoa Bomani tu, mtu alikuwa Alimegeo. Umpata kumsikia Alimegeo? Alimegeo Uingereza walimpiga mabomu huyo akipanda kwenye jukwaa, utatoka wewe kwenda kupambana na Uingereza. Walimfunga. Alimegeo siku zote anasema mimi kama sikufungwa angekuwa katika wale watu 17, labda yeye angekuwa mtu wa 18, wasi wa 5. Walimfunga 5 na sisi Alimegeo yuko ndani. Alimegeo atakujua kama Matata tumepata uhuru kapambana na Mwalimu akamweka detention. Alafu Mwalimu akaenda kamtoa jela, kumpa ubunge, kuja kumwapisha, kujapisha siku ya pili awe 65 awe mbunge Bukoba huko. Kulikuwa na watu wakali sana. Kandaziwa huko. Kile unamgusa moto. Basi bwana. Akasimama Jumanne Abdalla. Jumanne Abdalla kwanza dini yeye alikuwa madhehebu ya Waislamu, kuna madhehebu moja itoka Diani. Wao hawaamini kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho. Wanasema utume unaendelea. Kwa hiyo na wana hoja zao, na ni watu hodari sana katika mabishano. Akasema Jumanne Abdalla alikuwa kidogo na athari ya mguu, akamshambulia. Sasa ule mkakati ukaonekana kama unafeli. Sasa maana wewe una ukumbi mzima wa wajumbe wa nchi nzima, kia anasimama hataki, kia anasema hataki, unapitisha vipi vile? Sijui kama mwalimu alimpa signal kwa John, akairisha kile kikao. Sasa ananihadithia Mzee Sembe, anasema tunarudi kwenye majumba yetu, tunafikia Tabora pale. Mimi nikajua chama kimekufa. Hiki chama hapa tunaondoka, hatuna chama sisi. Hii hali ilivyo hatuwezi sisi tukapatana. Kwa hii ninavyoiona hii hali, wanasema Mwalimu Nyerere alikuwa hali chakula kipindi kile, kabla ya kukubaliana kura 3. Wakaenda kwa Titi Mohamed, akamwambia Bititi, sasa ikifika hapa tutakaa wiki mzima hapa. Mwalimu kile kiletewa chakula hataki, anasema nipeni maziwa. Ataishi na kwa maziwa hii uishi hatari. Tita kimoja sana mwalimu. Sikia. Anajua chama hana chama tena. Kwa chama kinakatia katikati. Maana kulikuwa na wale wazungu wanaita diehards. Maana watu wote hawataki. Watu wote hawataki. Mimi nitakwambia kitu kimoja, ujue kama ile jambo hata walipopiga kura nyezi zilikuwa zilikaribiana. Si kama ilipita acclamation kwa tumekubali. Walipiga kura mle mgade tuingie tusiingie. Na wale waliopiga kura tuingie, na wale waliopinga
zile kura zilikuwa zimekaribiana sana. Nitakwambia kitu kimoja, hata walipokuwa ndani ya bunge sasa, ndani ya bunge na Wahindi na wazungu mle, vikao vinapigwa vijembe, 5 wanapiga vijembe 5 wenzao ambao si wa Afrika. Hata siku moja Mwalimu ilimkera, kwa sababu na mwenyewe alikuwa mbunge, ilimkera ile, akasema mimi nitajiuzulu kama mambo yenyewe ndo haya ya ubaguzi haya. Mwalimu apenda ubaguzi. Ukiambuzi Mwalimu anakutoa kaburu. Hapo sema ujiuzulu, unajua walimwambia nini? Wala hawezi kuamini. Na ninacho kitabu hapa. Kipo kitabu hapa bwana, cha Kaluta Mrebedi. Kuna alikuwa mbunge pia wakati ule. Walimwambia jiuzulu bwana. Wallahi walimwambia jiuzulu. Unaweza kumwambia Mwalimu Nyerere kama kile? Ile jambo lilikuwa halijapata kutokea. Kaluta Mrebedi kaliona ile jambo lilimuuma sana lile. Kwa nini? Kwa sababu ile picha ambayo waliotoa kwa ulimwengu kuwa hii ni nchi multiracial, watu wa makabila rangi mbalimbali, lakini wameweza kukutana chini ya 5 wakawa watu wamoja, na wakipewa uhuru hawa serikali itakuwa hivi hivi. Hii ndio misingi ambayo imejenga taifa hili. Wameniuliza Ismaili habari ya vijana waijue. Sasa Kaluta Mrebedi akasema mimi nitachangia hili. Na Kaluta alikuwa na sifa 2. Kwanza, unajua Kaluta na Mrebedi wamesoma na Mwalimu Nyerere Tabora. Ile namba kwanza ilikuwa kama kuchukua Nyerere anachukua Kaluta Mrebedi. Lakini yeye badala ya kwenda Makerere, yeye alikwenda Pakistani kusoma dini. Anajua Kiurdu, anajua Kiarabu, anajua Kiingereza vizuri. Mzee Sheikh Amri Kaluta Mrebedi ndio alopewa jina la uwanja ule wa Arusha ule. Okay. Watu wengi Tanzania ukisikia Mrebedi Tanzania mzee Karume, hapana. Nasikia alikuwa mkuu wa madhehebu ya Ahmadiyya. Basi mchana bwana Kaluta Mrebedi akawajibu wale. Akatoa jibu, ulikuwa jibu wenzao wale ambao wanawapigia vijembe wabunge wenzao ndani ya bunge, ambao sema hii ni bunge multiracial. Anasema kwanza aliswali raka 2 za kumpa Mungu, alafu ndo akaingia ndani ya bunge pale Karimjee pale. Nasikia alizungumza, mimi nasikitika, niliwauliza wanaye wanakuja hapa, wameandika kwenye kitabu cha baba yao Almasi Afrika. Kitabu cha sijui kama nakijua kitabu, mimi ninacho hapa maktaba. Nikamwambia kwa nini hamkwenda kwenye Hansard? Maki watoto wamesifia, akasema siku ile baba alisema maneno, watu wote wale walinyamaza kimya, na baada ya siku ile hakuna mtu tena alileta ile maneno, kwa sababu aliwaonyesha hatari ambao wanaileta kwenye nchi, kwa hata hao wanatunga mkono, sisi wanatunga mkono kwa sababu ya uungwana wetu. Sasa tunakuja hapa na samaki tunakupenene, tunaonyesha ushenzi, kumtazama mtu kwa rangi yake. Sisi ndio tumekipinga hicho, sisi kutazama sisi kwa rangi hii. Leo sisi lile ambalo tulikuwa tunasema hawa hawafai tunalitumia sisi. Nikamwambia kwa nini kwenye kitabu hiki hamkwenda bunge mkapata Hansard mkaona mzee alisema nini siku ile? Na mimi ni hamu yangu ile kutaka kuipata ile hotuba ya Sheikh Kaluta Mrebedi. Basi ili jambo likawa limekwisha, na 5 ikawa imeingia kwenye, walishinda viti vyote. UTP wameshinda uchaguzi, unajua walifanya nini? Wakaenda ofisi 5. Okay bwana, nyinyi mmetushinda. Sasa sisi tuna furniture bwana yetu, tuna furniture yetu. Sisi tunapigania na nchi moja, tutajenga nyumba moja bwana, nini tugombanie futa, usije mkulete furniture zetu msichukue. Sisi tunaenda kazi nazo. Kwa mafurniture yote ofisi zao wakapa 5. Mako wamemalizana kwa kupiana mikono. Hii ndio historia ya kura 3. Okay. Mtu mmoja jana, huyu rafiki yangu sana huyu bwana, upenda sana kunishambulia. Jana katika mtandao ameandika, anasema kura 3 hii ilikuwa no reform no election.
Kama wangekataa kuingia kwenye kura tatu, Waingereza wao wangewashtua. Amtaka kuingia kwenye uchaguzi, sawa, uchaguzi ungeendelea. Tano ungebakia kule nje. Mwalimu aliwaambia siku ile, sisi tutabakia tunazungumza nje ya bunge, tunazungumza. Nani atakusikiliza nje ya bunge? Atakusikiliza nani? Nani atapoteza muda wake kusikiliza mtu mwenye muhuni tu? Nani atakusikiliza nje ya bunge? Utasikilizwa ukiwa pale ndani ya bunge, dunia nzima inakusikiliza unasema nini. Ingawa Mwalimu manake kalisema ile akijua ule uzito ambao kwa nini ile jambo limekuwa zito, lakini lazima, na kama singeingia tusingepata uhuru mwaka wa 61. Dr. Vedasto Kiaruzi alipata kumwambia mzee Mwapachu, kumwambia Juma Mwapachu, kumwambia Juma, kama si mipango ambayo iliwekwa na baba yako Hamza na Abdu Saiksi mwaka wa 50, Mako alipeleka mapendekezo ya katiba ya nchi wa vipi, na watu wengi walifanya branch hizi, matawi yote ya African Association nchi nzima na taasisi nyingine zote za kijamii walitoa mapendekezo, kama mapendekezo ambayo yalionekana ya maana na mpaka leo yapo. Ni haya ambayo ilitengenezwa na kamati hii ya TA, ambayo alikuwepo Sheikh Hassan bin Amiri, alikuwepo Sheikh Said Chaurembo, alikuwepo mwenyewe president wa TAWA wakati huo Dr. Vedasto Kiaruzi na secretary wake Abdu Saiksi, alikuwepo Stephen Mahando, alikuwepo na mzee John Rupia. Walikuwa watu 7 wale. Hassan bin Amiri, Said Chaurembo, Abdu Saiksi, Dr. Vedasto Kiaruzi, Hamza Mwapachu, Stephen Mahando na John Rupia, watu 7 hawa. Yale mapendekezo yao walisema wa sisi tunataka tupige kura, tusiwe unachagua tu Chief David Kidama kwa hiya tukasukuma utakuwa mbunge legico, Abdel Shangali kutoka Machame, hatutaki. Wananchi wapige kura. Katika mapendekezo yao walisema mengi. Na pili, baada ya kupiga kura utapiga kura kwa miaka 13. Baada ya miaka 13 nyinyi mtupe nchi yetu. Lakini kitu kimoja nataka nikwambieni, ndo tatizo la historia ya tano. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Earl Seaton kutoka Bermuda. Huyu alikuwa na ofisi yake wakili Moshi. Alikuwa rafiki yake sana Chief Thomas Mariale. Na Thomas Mariale akamjulisha Earl Seaton kwa Abdu Saiksi. Thomas Mariale na Abdu Saiksi walikuwa marafiki sana. Marafiki wa kutembeleana. Akija Thomas Mariale lazima ndio akamwona Abdu Saiksi mbele kwake. Na wakati ule ndo alikuwa president wa TAA na secretary. Earl Seaton walimchukua katika kamati hii. Humuone jina lake mahali popote. Lakini ndio aliwasaidia kutengeneza ule mswada wa kwenda kwa Governor Idle Training, mapendekezo katiba nchi hii tuitawala vipi. Na yeye alisisitiza sana akamwambia, nyinyi msihangaike sana na Waingereza. Nyinyi shughulikeni na Una safari itakuwa kisa kirefu. Una safari 2 ambayo Abdu Saiksi alikwenda kwa Hamza Mwapachu na sio. Maki baada ya kupelekea kutoa mapendekezo yale mwaka 50, serikali Training ilikasirika. Akachangua wale viongozi wote wakapewa transfer kwenda nje ya Dar es Salaam. Vedasto Kiaruzi akapelekwa Kingolwira, akapelekwa Nzega, Hamza Mwapachu akapelekwa Nansio kisiwani. Alikuwa anasema Dr. Kiaruzi anamwambia Hamza Mwapachu, babako alifungwa kisiwani. Sijui kama mmoja alikuwa anajua. Ikawa hapa kabaki Abdu Saiksi, Ali Saiksi, Rupia, watu wachache, nia na kuivunja nguvu TAA. Sasa yeye Seaton huyu ndio akwambia, nyinyi fungueni mazungumzo na UNO. Na hata ile hotuba ya Mwalimu Nyerere alizungumza UNO February mwaka 1955 ile.
Siku niliposema maneno haya watu wengi walikuja juu, na kwa sababu hawajui ile hotuba yote ile imetoka kwenye haya mapendekezo ya katiba. Na ukisoma ile mswada ule, usije naita mswada, naitwa rasimu sijui, ukisoma ile utaiona ile lugha ya kiwanasheria ya Seaton, utaiona ile. Na mimi nisingalijua kwa sababu Seaton nilikuja kuona baadaye katika nyaraka za Sykes. Abdu anamtaja katika ripoti yake ya mwaka 51 kwa wanachama wa taa. Anasema vile vile katika kamati yetu hii ya siasa tumempata mwanasheria ambaye anatusaidia kuhusu mambo haya ya mandate territories. Nataka kuongezeni kitu kimoja. Abdu alipata nafasi kwenda kusoma Princeton University, New Jersey. Seaton akimsukuma sana Abdu alikuwa aende Makerere, lakini hakwenda kwa sababu ya vita kuu. Walimchukua Waingereza kwenda kupigana Bama, kwa hiyo akaikosa nafasi kwenda kusoma Makerere. Sasa Seaton anamwambia Abdu siku zote, na mimi nimeona kwenye barua ambayo amemwandikia Abdu Sykes. Seaton anamwandikia tena barua ya mkono bwana, zile aerogram zile. Kila siku akimwambia kuwa Abdu, sasa umefika wakati ukamalize masomo, uende ukasoma. Ndio akaomba nafasi New Jersey na akapata ile nafasi, lakini hakwenda. Katika ile barua anamwambia, ile ni barua ya mwaka 53 ile, anamwambia Abdu, na utakapokwenda New Jersey sasa kusoma, mimi nimefika New Jersey. New York na New Jersey ni kama unatoka hapa labda unakwenda Kibaha. Usikose kwenda kwenye mandate kwenye council Umoja Mataifa pale, kwenda kusikiliza ile mijadala kuhusu nchi zilizokuwa chini ya udhamini wa Uingereza. Ni mambo mengi. Basi ndio hii bwana, ilikuwa kura tatu. Kuna mambo mengi ambayo hajasemwa na mwalimu akuyaeleza, na hawa wa historia yenyewe yetu sisi tukuiandika mpaka pale nilipoandika mimi. Ndio hii na kuhadithia. Na kile kionjo cha St. Thomas. Ni waandishi ni wakati mwingine mnakuwa kama watu wenye kuchura. Unajua kuchura? Kuchura ni kama vile unamwambia mtoto, wewe kupanda miti wewe utaanguka uvunjike mikono wewe. Unamchuria. Sasa usiseme maneno hayo, itakuwa kweli usiseme maneno hayo. Mimi nimekuwa Dubai na hotel moja inaitwa Carlton. Jione kama saa 12. Simu ya chumbani kwangu inalia, inanyanyua. Wanaambia hapa BBC London, za Kiswahili. Nasema, vipi mwana, kuna nini? Asema, Mohamed, tunataka tufanye kipindi cha mwalimu. Mimi nimeshtuka. Vipi kwani mwalimu? Mtanzania, alikuwa Mtanzania. Akamwambia kwani nini? Akanambia, maki mimi najua mwalimu yuko hospitali. Kwani nini bwana? Akisema hali ya mwalimu imebadilika. Akamwambia bwana, sasa msubiri jamani, ustaarabu gani huu bwana? Subirini bwana, tufanye kipindi mtu yuko hai bwana. Sasa akamwambia hapana bwana. No, hapana. Kama jambo litatokea, jambo tunaloombea, hapo tutazungumza. Ikipo tutazungumza, mwalimu tutamzungumza. Hatuna hila, lakini itakuwa sasa tunazungumza taazia. Yule bwana akanielewa, lakini hakunipigia tena kwa sababu mwalimu mpaka mimi naondoka Dubai, mwalimu tena alikuwa bado mzima. Alikuja kufariki baadaye. Sasa nyinyi waandishi nyinyi sijui mkoje, mnachura nyinyi. Lakini yule ilikuwa siku zake pale bado, lakini walikuwa na hamu tu ya kuona, maka wataka tu kimetokea jambo pale pale labda wananifanyia mahojiano, sauti yangu inatoka na mueleza mwalimu. Lakini mimi sikupenda ile. Naam. Sawa. Chemone ndio kukumbusha uchaguzi wa mwaka 65. Msomo mfano. Lakini na tarehe 29 kweli tuliingia kwenye uchaguzi. Vijana wa sasa tayari wameshaanza kusikika kutokana na kile walichokidokeza pale nyuma
cha no reforms no election. Vijana kama wamejipanga kwa kweli tutekeleze hii. Sasa tuko katika program ya kujaribu kubadilisha mawazo ya hao vijana, kuonyesha kwamba Tanzania iko moja, hatuwezi kuwa na nchi, hatuna nchi nyingine, kwamba kama watakinukisha wanavyotaka mahali pa kukimbilia hapa. Sasa tunataka angalau tupate hao vijana, tuwape elimu au ushauri kitu gani watakuwa wafanye na kitu gani watakuwa wasifanye. Na ujumbe ukipeleka kwa hao vijana ni kutoka kwa watu angalau ambao washaona mawili matatu katika chaguzi zilizopita, ili kuwapa hao vijana mfano kama mnachotaka kufanya leo kiweze kufanyika kitu fulani kwa si kizuri. Sasa tungependa tupate ushauri kutoka kwako. Mwanipa swali zito sana, lakini mimi nitarudi kwa mwalimu mwenyewe. Mwalimu alipata kusema, alikuwa na msemo wake, sema msichoshwe na amani. Yaani kuwa kwenye starehe msichoke, kwa Mwalimu aliwahi kusema kuwa msichoshwe na amani, kwa mbona tumekaa hivi tuparurani, yaani mkaona ile hali imekuchosheni mnataka kubadilisha. Kwa watu wa dini nasema Mwenyezi Mungu aliwapa Wayahudi chakula kutoka mana, kutoka mbinguni, wakakichoka kile chakula. Kisa maarufu hiki na ipo kwenye Biblia na kwenye Qur'ani. Vijana ni maji moto, ujana ni wendazimu, kuwa wanatazama hapa tu watazame kule, tazama hapa tu watazame kule, kuwa vurugu aina yoyote kwanza wajue mwisho wa siku hawezi kuwa wao washindi. Hawezi wao kuwa washindi. Tuna mfano mzuri Gen Z Kenya. Vurugu zilishtadi na dunia nzima kaona, lakini leo tutazame ile hasara iliyopatikana. Wakufa vijana, mama zetu wamekwenda kuzika watoto wao. Nani anataka lile? Na kwa lipi? Serikali imeondoka? Ondoka. Lakini vile vile ili hali hii kuweza kuiweka mahali pake, kuituliza, ni serikali wana wajibu wa wao kuonyesha kuwa watasimamia haki. Utasimamia haki. Kuna mambo mengine kama ukiyafanya unakuwa yule mtu umeshamaliza, kwa sababu penye haki lazima amani itakuwepo. Shengine hawa vijana wanafanya haya yote kwa kutaka kusukuma, mbona tusikilizwi, mbona hii wanafanya hivi, mbona hivi. Sasa ni jambo ambalo ni la wanasema Ingereza a two-way traffic, kuwa na serikali na jukumu vile vile kuonyesha kuwa na si vijana tu, kuonyesha wananchi wote kuwa wao watasimama kwenye haki, kwa yule ambaye atashinda basi haki yake haitodhulumiwa. Na sitaki kuzungumza hili, tunajua mwaka wa 1920 hapa uchaguzi ule tulikuwa na uchaguzi wa aina gani. Tunaja kuyazungumza haya, yashapita. Na swali tunasema lilopita alidhuru, likishapita alidhuru tena, alikudhuru tena, ile lishapita. Ya nini tutakuleta na kuleta na ile faida gani? Kwa hiyo hii ndio kauli yangu mimi. Nashukuru kwa ushauri wako mzuri. Ila umenifurahisha, umenigusa. Kabla sijatosheka uko umeondoka Nyerere alisema
Msichoke. Yani msichoke, hii mmekaa mpigani, mko mbona tupigane? Wewe Ismail, wewe sisi wote mbona tusikozane? Maana si jambo la mtu kuliombea. Dunia nzima sisi tunaona nchi za wenzetu, tunaziona nchi zetu bwana, nchi zenye vurugu tunaziona bwana. Manake nyinyi msingekuja hapa leo kunioje kama hivi, wala pale Abubakar asingesema mimi nakwenda msikitini kuswali, kwa sababu wengine asingerudi, angekwenda asingerudi, Mungu apishie mbali. Nani anataka kama hiyo? Hapana, si jambo ambalo vijana wataka wacheze dansi mpaka asubuhi. Kwa vurugu hiyo disco haipigwi tena bwana. Mko watu wengine. Na kitabu hapa ameandika dada mmoja kuhusu vita vya Liberia. Aniletea hapa. Anaeleza kisa ambacho kilinigusa sana. Huyu dada ni Mtanzania. Mumewe Mliberia, lakini walikutana Uingereza wakatoka kusoma, akamoa, wakaenda kuishi Liberia, ndio akatokea matatizo yale. Mumewe alikuwa na hulka mtaani, vijana wakimfuata kucheza mpira, wanataka jezi, anawanunulia. Katika vurugu, askari sasa wanaokotwa watoto wadogo, wanapewa silaha, wanafunza kwa silaha. Siku hiyo wamevamia kwao, wanatoa, wanaua. Sasa ipo hiyo chapter hiyo, mimi nimesoma, imenisisimua. Anasema mimi nilikuwa na mtu wangu mdogo, wameingia wale vijana, wala si jeshi, maana jeshi kidogo tuona ile discipline, si jeshi, wanatoa watu ndani majumba, wanapanga mstari. Sasa anasema mimi na mume wangu tunatoka katika lile kundi, wakija nyumbani kwetu kwa mume wangu mimi, tuna mechi, tunataka jezi, tunataka mpira, akiwapa, wewe baba fulani, jamani huyu mzee wetu bwana, huyu bwana. Anasema walikuwa wengine waliuliwa, wameweka tu, wamewalana hapo, wamepiga risasi. Anasema wale vijana wakatutafutia mimi, mume wangu na mwanangu gari, tena sio gari pasi na nini, gari za hizi Umoja Mataifa, walinda amani hawa, kututoa pale kutupeleka mji mwingine ili tufanye nafasi ya kukimbia kurudi huku Afrika Mashariki. Na wanakwenda kuwachukua wale watu raia, hawana kusalia. Tunasema kuja pale washalewa, washaua wengi, hawaoni tabu kwa mtu mwingine. Ukisoma kitabu nayo, ngoja tukimaliza nitakitafuta pa nikuonyesheni. Nasikitisha. Sasa hizi ndio hali ambazo labda vijana wetu hawazijui, kwa si jambo lakini na serikali nayo isiwe sababu. Hawa wakasema sisi tumefanya hivi kwa sababu hawa walikuwa watu wa dhulma, hawa tutaka tuwatu kwa sababu ya dhulma zao. Pasiwe na sababu hiyo. Lazima tusimame kwenye haki. Nashukuru vitu vingi, na labda tu wakati tunazungumzia mazazi ya Mwalimu Nyerere, lakini hatuache pia kuzungumzia mwisho wake ndani ya kwenye uso wa dunia. Unakumbuka nini mwishoni mwa maisha ya Mwalimu Nyerere, namna ambavyo taifa lilivyoguswa na kifo chake na vitu kama hivyo? Alipokufa Nyerere, mimi niliandika obituary, taazia, lilichapwa na Mtanzania. Taazia kwanza iliandikwa na Jenerali Ulimwengu, na jenerali namjua vizuri Mwalimu. Taazia siku ya pili kifo chake ilikuwa taazia yangu, ipo ninayo sasa zaidi ya 20. Nilimweza Mwalimu kama ninavyomfahamu
kupitia kumsoma kwenye vitabu na hasa kwenye nyaraka za sayansi. Mle ndo utamwona mwalimu katika sura yake halisi. Na kuna baadhi ya watu walinilaumu wakasema, Muhammad, mbona umegeuka? Ulikuwa ukimlaumu mwalimu kwa kutoipa umuhimu historia ya TANU, leo unaona mwalimu umempamba. Nikasema si kama nimempamba kwa sifa ambayo hastahili. Kama wewe unaona kuna sifa nimesema mwalimu si yake, basi eleza. Kwa ufupi naweza kuambia hivyo. Mwalimu anafahamika, hakuna mtu ambaye hamjui mwalimu. Mwalimu wote tutamfahamu, tumeishi naye, labda nyinyi mlichelewa, lakini mimi nimeishi naye wakati anapigania uhuru. Mwalimu namuona mpaka uhuru unapatikana, ingawa nilikuwa mdogo. Na kwa bahati mwalimu aliishi sana na wazee wangu mimi gerezani. Mimi nimezaliwa mtaa wa Kipata gerezani. Na nyumba ya aliyokuwa ishi baba yangu ilikuwa nitazamana na nyumba akiishi Bwana Ali Sykes katika ujana wao katika miaka 50. Na babangu ananiambia, sema mimi nimejuana na Nyerere nyumbani kwa Abdul Sykes mwaka 52, mwaka uzalo wewe ndio namwona Nyerere. Na vile vile nyumbani kwa mamake Abdu Bimruguru, nyumba alikuwa anacheza naye ilikuwa nyumba ya mzee mmoja anaitwa Ali Mgawe. Ali Mgawe alikuwa na mtoto wake anaitwa, mtu mzima kijana akiitwa Msafiri Ali Mgawe. Msafiri alimuoa shangazi yangu Sikuzani binti Salum. Sikuzani binti Salum kakulia pale pale mtaani, na huyo Ali na mjomba wake Msafiri kakulia pale pale mtaani. Shangazi yangu anasema yeye alikuwa kila nyumbani kwa mamake Abdu Bimruguru. Asema pale alikuwa akimuona Bimugaya mamake Nyerere pale na mwanae Sofia. Kwa ni watu ambao historia zao nimezipata kutoka watu ambao wajua, na ndio mara vile nimejua mambo mengi kuhusu historia. Sasa mzee wangu, mzee Mohamed Said, umeshuhudia historia nyingi sana, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wametunza kumbukumbu ya chama cha TANU ambacho hivi sasa ndio Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa hiyo kitu kimoja bwana, unakiona kitabu hiki hapa? Ndio.